Principal tunalipa remedial money. Lakini jioni ikifika na asubuhi atusomi remedial. Alafu tena principal ameandika secretary wake na kuna secretary kwa shule. Sasa fees yetu anatumia kulipa secretary wake. Sisi tumesema kama wanafunzi kama ataenda atusomi. Joan Silali. Mimi niko form 4 na principal atufanyi poa. Sisi kama shule tunataka kuparticipate in tunatakana tu participate kwa kupishana na shule zingine kufanya mitihani. Sasa kama last week ilikuwa tuende tufanye physics contest, lakini anatoa atiana pesa ya kuparticipate in education activities. Ni vitu nyingi tunapitia. Kwanza wakati form 4 anafanya mtihani, principal anawaambia wabebe lunch na yeye haiwezekani. Alafu wazazi wakileta pesa chini ya 1000 anasema hizo pesa hakuna kitu itafanya, na wakisema arudishiwe anasema arudishiwi. Tumekuja kujua ni kwa nini, na ni kwa sababu tunajua kama wazazi wa community tunajua nini inaendelea. Yule principal ambaye tumeletewa si mzuri. Na si mara ya kwanza, tulisema awali si mzuri. Na ofisi ya education kama haitatusaidia, tunajua kwamba shule haitasimama. Shule yetu itaanguka. Kile tunahitaji ya kwamba ofisi ya education itusaidie ili shule yetu iendelee. Mwalimu amekuja na kiburi. Mwalimu ati wazazi. Mwalimu anaongea matope kwa wanafunzi. Kila sisi tunahitaji kwamba sisi tunalipa shule fees, watoto wetu wapite mtihani. Lakini mambo ya matusi ya principal tumekatana nayo. Hii imetusumbua na tumekataa, na tunaendelea kusema ya kwamba madam aende. Kuna walimu wengi, watuletee mwalimu mwingine akuja tusimamishe shule. Huyu ameharibu shule, amekula shule, amemaliza. Shule ni kama factory whereby it's just a uniting factor. Iunganishe wazazi pamoja na wanafunzi na walimu. Lakini kama wewe ni principal mwenye unataka kuwa a uniting factor, umefika mahali paka hutaki mzazi, hutaki mwanafunzi, hutaki mwalimu, shule itapaki na nani? Huyu principal amenisumbua kwa muda. Mimi nimekuwa ninapeana maragwe kwa shule nikisema mtoto wangu asome. Nikienda mambo ya rishiti ni hiyo tu. Mwaka jana nimekilia school fees. Juzi wanaandikia mtoto wangu ati niko na balance 11,000 na 400. Sasa nimekuwa na uchungu, nimekuwa na watoto wawili hapa Ngwelo. Na nilikuwa napeana maragwe, mahindi, nikipata kuku na peana. Mimi mfanya biashara ya cabbage. Na mwanamke mwenye anaishi kwa land, mnajua uchungu yenye unaweza kuwa naye. Sasa nikienda ninataka wanipe mimi na rishiti, wananiambia toka. Kile kitu ningeomba kuuliza wizara na wasimamizi wa elimu ni kwamba wasiwe tu wanachukua walimu wanawapeleka mahali kwa shule kama hawajaangalia track record zao. Kwa sababu niseme hivyo, unapoangalia huyu principal mwenye akongwelo, tunapoangalia akona track record mbaya, kila mahali anatoka anafukuzwa. So sijui ni kwa nini wizara iliamua ituletee, na wakati tulitoa malilio yetu wizara haitaki kufanya vile tumesema. Yaani wanafika mahali wanasema hata kama hawa ni wazazi wanaongea, lakini hata hao wazazi maybe ni walevi. So kile ninaomba wizara na idara ya elimu, kama kuna shida kwa shule, kama mwalimu amestaafu, wakuja kae na board pia iulize walimu, iulize wazazi, waelewane ili kwamba mwalimu akikuja na kila mtu afurahie. Masomo yetu ni jukumu letu. Unasikia? We are not happy that you are here. You are supposed to be in class. So we want to do everything possible to make sure that the school comes back to normal. Si mnasikia? Nimeambia huyo akae kando kwa sababu nimeshasikia kila mtu anataja mambo yake alafu anasema the principal must. That is what you are singing even when you are coming, isn't it? Yes. If I said tumesikiza maoni yenu, tumeona matakwa yenu, na mtupatie time
tushughulikie kuanzia sasa. Tunaelewana? We have had your major, hizi zingine ni vitu hapa na pale. But we have had your major what? Concern. Si ndio? So allow us to sit down and organize how to solve your main problems. Si tumeelewa? And you can trust me on that. Na si kwamba hatujui hizi shida zenu. Si tumekuwa tukikuja huko? Even what you are telling us is kidogo. We know all your problems caused by who and... Mlifanya kitendo mzuri, mtembee mfike huku kuliko kuharibu vitu shuleni na kwa njia, si ndio? Yes. So hiyo ninamshukuru, na vile mkubwa wa education amesema matakwa yenu inaenda kushughulikiwa. Tunaelewana? Kuanzia saa hii. Na wewe ukitoka hapa, ile mori ambayo ulikuwa nayo ukitoka shuleni, omba Mungu wako ikutoke. Usipatikane tena na matawi ukitoka hapo kirudi wapi? Alafu ukipika kelele. Sisi kazi yetu tunataka tukue na amani. Tunapokuwa na shida yoyote tusungumuze kwa njia ya amani, si ndio? Tutapanga siku hata nimtembelee shuleni, nikuje nimuongeleshe mambo ya masomo. Sasa kila mtu atoke kwa ile hasira na aombe Mungu wake, aseme Mungu nielekeze kwa njia iliyonyoka, na Mungu nisaidie nimalize mwendo yangu ya masomo salama. Asanteni sana na Mungu awabariki.